Naitwa Brigadier Generali Charles James Ndiege, mkufunzi elekezi mwandamizi Jeshi la Nchi Kavu kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi Dar es Salaam, lakini vile ni kaimu mkuu wa chuo, pia ni mkuu wa msafara unaotembelea mkoa wa Singida. Lakini tumetembelea viwanda viwili katika muktadha mzima wa mchango wa viwanda au sekta ya viwanda katika kukuza maendeleo ya kiuchumi nchini. Tulianzia kiwanda cha kuchakata mazao ya alizeti na mafuta ya alizeti, na kwa sasa hivi hapa tumetembelea kiwanda hiki ambacho kinachakata mazao ya pamba. Katika viwanda vyote vile ambavyo tumevitembelea leo, tumeona kwamba kuna wakati viwanda hivi vinasimamisha uzalishaji wa bidhaa kutokana na ukosefu wa malighafi. Sasa hii ni changamoto katika mnyororo mzima wa ukuzaji wa uchumi wa nchi, kwa sababu viwanda vinasimama. Sasa viwanda vikisimama, kuna baadhi ya wafanyakazi kwenye viwanda hivi hawaji kazini kwa sababu hakuna uzalishaji. Sasa kama nilivyosema, hii ni changamoto ambayo inahitaji sera madhubuti ambayo zitahakikisha kwamba viwanda vyetu, kama si vyote, vifanye kazi kwa muda wote, kwa mwaka mzima, kwa msimu mzima wa uzalishaji wa bidhaa zao. Lakini kama viwanda hivi vinategemea malighafi ambazo zinatokana na kilimo kinachotegemea mvua, ni wazi kwamba viwanda hivi kuna wakati vitasimama kwa sababu ukosefu wa malighafi, kwa sababu malighafi yenyewe inategemea kilimo cha mvua. Jina langu ni Hawa Adam, natoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, mshiriki wa kozi ya 14 katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania. Katika ziara hii ya mafunzo kwa vitendo, nimejifunza namna ambavyo viwanda vyetu ambavyo viko nchini, hasa katika mkoa wa Singida, vinavyochangia katika uchumi wa nchi. Viwanda hivi vinachangia katika pato la taifa, lakini mbali na hapo, viwanda hivi vinatumia bidhaa ambazo zinazalishwa na wakulima waliopo nchini. Wakulima hao sasa wana uhakika na soko kutokana na kwamba viwanda hivi vipo. Kwa hiyo wakulima wetu sasa kunakuwa na uhakika wa maisha, kwa sababu wanakuwa wanaingiza kipato. Pia wanakuwa na uwezo wa kupata huduma za kijamii kama vile elimu, afya pamoja na masuala mengine ya kijamii. Kuhusu uzalishaji kuwa mdogo, ni kwamba wakulima wetu waendelee kupewa elimu namna gani ambavyo wanaweza kuongeza uzalishaji wa mazao ambayo yanatumika katika viwanda. Kwa majina anaitwa Tawanda Mtonori. Mimi ni mratibu wa kilimo kampuni ya BioSustain Tanzania Limited hapa Singida. Tuna changamoto kubwa ya uzalishaji wa pamba ambao ni mdogo. So kama kampuni tunasaidiana pamoja na bodi ya pamba pamoja na serikali yetu kusaidia kuhamasisha wakulima waweze kulima pamba. Uhamasishaji bado ni mdogo, so kupitia bodi ya pamba, kupitia serikali tutaendelea kuhamasisha pamba tuweze kupata pamba kwa kiasi kubwa, tuwe na wakulima wengi ambao watakuwa wanazalisha pamba. Kwa sasa hivi wakulima wanazalisha chini ya 300, lakini kupitia elimu na huduma mwingine uzalishaji utapanda, tupate zaidi ya 1000 kwa tani. Hiyo itatusaidia kiwanda endelee kwa muda mrefu. Uhitaji wa hiki kiwanda, tuna mahitaji asiyopunguka milioni 60 kwa mwaka. Kupata hiyo milioni 60 kwa mwaka, maana yake kiwanda kina uwezo wa kufanya kazi msimu mzima.